KTN. Naam, tusalie katika suala hilo mtazamaji, kufuatia mahakama kuu kumpata aliyekuwa gavana wa Migori Zakaria Okoth Obado na hatia ya mauaji. Sasa mtazamo umehamia katika hatua ya utoaji wa hukumu inayotarajiwa mwezi Agosti tarehe 18 mwaka huu. Ni mambo gani ambayo mahakama itazingatia kabla ya kutoa hukumu hiyo? Atahukumiwa kwa adhabu gani? Je, bado ana njia za kisheria ikiwemo kukata rufaa? Ripota wetu Milia Kisenya anafafanua mchakato wa kisheria na kinachomsubiri aliyekuwa gavana huyo wa Migori Okoth Obado. To the fact that saa kadhaa baada ya jaji wa mahakama kuu kutoa uamuzi katika moja ya kesi za mauaji ya wanawake zilizotikisa taifa, maswali mengi sasa yameibuka kuhusu hatma ya aliyekuwa gavana wa Migori Okoth Obado, ambaye alipatikana na hatia pamoja na aliyekuwa msaidizi wake binafsi Michael Oyamo na Caspal Obiero kwa mauaji ya mwanafunzi wa chuo kikuu cha Rongo Sharon Otieno. The evidence on record irresistibly points to the fact that the accused persons with malice aforethought unlawfully caused the death of Sharon at the material time. Uamuzi huo umeibua maswali mengi sihaba. Kati ya maswali hayo, je, ni mambo gani ambayo mahakama yatazingatia kabla ya kutoa hukumu? Na je, anaweza kupewa adhabu gani? Na mwisho, Okoth bado ana nafasi ya kutumia njia za kisheria ikiwemo kukata rufaa. Kwa mujibu wa mfumo wa mahakama nchini Kenya, kupatikana na hatia na mahakama kuu sio mwisho wa kesi. Obado ana haki ya kukata rufaa katika mahakama ya rufaa akitaka uamuzi wa mahakama kuu ubatilishwe. Hata hivyo, hali hii ni tofauti katika mahakama ya juu zaidi, ambapo wanadai hakuna haki ya moja kwa moja ya kukata rufaa katika kesi za jinai. Muda wa rufaa katika kesi za mauaji mara nyingi huchukua miezi kadhaa au hata miaka kukamilika, hiyo ikitegemea ugumu wa kesi, maandalizi ya mahakama kwa kesi husika, uwasilishwaji wa hoja za pande husika, pamoja na ratiba ya mahakama. Uchunguzi kutoka kwa wataalam wa sheria kuhusu maamuzi ya mahakama katika kesi hii unaonyesha kuwa mahakama huenda ukazingatia hoja kadhaa kabla ya kuamua hukumu inayomkabili Okoth Obado. During sentencing, there are a few things that the court will look into. We normally call them the mitigating factors. So mitigating factor is what is mitigating the sentence. Factors, you look at the age of the person, you can look at the health, you look at personal circumstances, but this is now not a guarantee. The court will look into this and give consideration to it. Did they spend any time in custody? Nope. Or whether they spent time. Have they expressed any remorse? Did they cooperate with the court throughout the procedure? Was there cooperation? Because in Kenya, the offense of murder is governed under the Penal Code. We have section 203. This is what now defines the offense of murder as we head towards the judgment. Aliyekuwa gavana wa Migori Zakaria Okoth Obado alipatikana na hatia ya mauaji ya Sharon Otieno kutokana na uzito wa ushahidi uliowakilishwa mahakamani, ukiungwa mkono na matokeo ya vipimo vya DNA vilivyothibitisha kuwa Obado ndiye aliyekuwa baba wa mtoto wa marehemu Sharon Otieno. Tusisahau pia rekodi za mawasiliano, ushahidi wa mashahidi 42 pamoja na vielelezo 81 vilivyowasilishwa mahakamani. Okoth Obado pamoja na wasaidizi wake wawili bado wanazuiliwa katika gereza la Industrial Area. Wakati huo huo, macho yote sasa yameelekezwa tarehe 18 mwezi Agosti mwaka huu, ambapo mahakama inatarajiwa kutoa hukumu dhidi yao. Milia Kisenya, KTN. Na mtazamaji, kwa taarifa yake Milia Kisenya, utaniruhusu nipate angalau tama la maji. Tukirejea ni taarifa zaidi, usiende mbali.